الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله, miongoni mwa sababu za sisi kupata ushindi na kuweza kuvishinda vitimbi vya maadui hawa, wakiwa ni maadui wa Kiisraeli wa Kiyahudi, wakiwa ni maadui wa Kinasara, yakiwa ni mataifa makubwa duniani yanayoeneza propaganda mbalimbali za kuwatia udhaifu wa Islamu, ikiwa ni maadui wa ndani minal munafiqin. Miongoni mwa sababu za kuleta majidu hadhihi al-umma ni nasru hadha ad-din, ni sisi kuwa tayari kuinusuru hii dini. Sisi wenyewe Waislamu wenyewe tukubali kuinusuru hii dini. Ya ayyuhalladhina amanu in tansuru Allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, enyi wale ambao wameamini, in tansuru Allah, ikiwa mtamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, aljazao min jinsi al-amal, yansurukum, na pia Allah atakunusuruni, wa yuthabbit aqdamakum, na atakuthibitisheni nyayo zenu, vishindo vyenu vitakuwa ni imara, nguvu zenu zitakuwa ni imara, mnapokanyaga kote kuna baraka. Lakini kwa sharti, in tansuru Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jambo la kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza pia Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an. Nini maana ya kumnusuru Allah? Qala Maula jalla jalaluhu, pia Allah anasema alladhina immakannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladhina immakannahum fil ardi, wale ambao tukiwapa nusra na nguvu kwenye ardhi wakawa ni watawala, wakawa ndio wanayaendesha mambo kwenye ardhi. Immakannahum fil ardh wa aqamu salah, na wakasimamisha kwa uimara ibada ya sala. Wa atau zakah, na wakatoa zaka. Wa amaru bil ma'ruf, na wakaamrishana yaliyokuwa mema. Wa nahau 'anil munkar, na wakakataza yaliyokuwa mabaya. Walillahi 'aqibatul umur, na kwa Allah peke yake ndiyo kuna mambo mazuri ya mwisho yanaishia kwake yeye subhanahu subhana. Ibada ya sala, ibada ya zakat, ibada ya siyam, ibada ya haji, ibada ya imanu billah, ibada ya jihadun fi sabilillah, lakini pia ibada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tukazitekeleza hududullah, mipaka ya Allah tukaitekeleza, tukaisimamia furadan, mmoja mmoja, kila mmoja kwa nafasi yake, vile iliyokuwa haki ya Allah subhanahu akalitekeleza. Alladhina immakannahum, hawa ndio wale watu ambao tukiwapa umakini kwenye ardhi hii, tukawapa ushindi, wakawa ni watawala, wasimamiaji wa mambo. Aqamu salata, utawaona wanaharakisha sana kusumisha swala. Haya mambo ikiwa tutayatekeleza, Mola wetu subhanahu wa ta'ala atatukabidhi hii ardhi na atatupa ushindi uliokuwa wa hali ya juu. Ibadallah, as'alukum su'alan wahida, napenda kuulizeni swali moja. hal yunsaru hadhihi al-umma bil qadhifina li a'radi azwaji an-nabi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum? Umma huu unaweza ukapata majiduha? Je, unaweza ukapata nusra yake kwa kupitia watu wanaowatusi na kukitusi heshima ya Muhammad kupitia wake zake sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum?
umma huu unaweza ukapata nusra bisabina li ashabi rasulillah. Umma huu unaweza kupata nusra, ushindi, ukaweza kuwateteresha Amerika, ukaweza kuwateteresha Israeli na mataifa mengine yanayoleta propaganda kwenye ardhi. Umma huu unaweza ukapata najduha kupitia watu ambao vitabu vyao vimejaa sumu, vimejaa matusi dhidi ya watu bora kwenye ardhi hii, masahaba. Watu ambao akitajwa Abu Bakari Siddiq wanatamani ardhi hii pasuke, wamchimbue ndani ardhi, wamchome visu. Walihadha, na ndio maana mmoja katika makuwadi ashia, mmoja katika viongozi wakubwa wa kishia alioandika kwenye vitabu vyake ya kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia ashiatu al-iraniya wakaweza kuimiliki bara Arabu lote, wakaweza kuingia Makka wal Madina, wakaingia katika mji wa Makka, wakachukua Hajarul Aswad, jiwe jeusi, wakalipeleka Karbala, ardhi ya balaa, wakaipeleka kwenye mji wao wa Karbala. Lakini wakati huo wakaweza kuingia kwenye mji wa Madina, mji aliosikwa ashrafu nnasi fi hadha al-ardh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakauchukua mwili wake. Anasema wakiimaliza hii khutwa, mpango huu ukifanikiwa, tukaweza kulihamisha jiwe jeusi pale, tukautoa mwili wa babu yao na Hassan na Hussein, kinachofuata ni imbishash, ni kutoboa na kuchimbua chini, kutoa miili ya masanamu wawili, miili ya Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu, na kuifanyia majeraha makubwa sana. Haya ni maneno ya mmoja katika viongozi wa kishiatul iraniya, wale ambao kwenye vifua vya baadhi ya Waislamu wamejaa mapenzi ya kuwapenda kwamba hawa ndio watu wanaomteteresha Amerika, ndio watu wanaomtia hofu Muisraeli asilale. Katika khutwa zao ni hizi, mikakati yao ni hii, kwenda kuutoa jasadun sharif, mwili wa kiumbe mtukufu, mwili wa kiumbe mbora, ambaye nafsi za Waislamu leo hii duniani zinatamani sione hata unywele wake sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanaonekana ni mashujaa kwenye ardhi hii, wanautamani waufukue ule mwili na wauhamishe, waupeleke kwenye ardhi ya balaa. Nini unategemea nusra kupitia watu namna hii? Watu wanaohalalisha liwaq, wanahalalisha tendo la ndoa la zina, wanahalalisha ndoa ya zina ya mut'a, wanahalalisha jambo la liwaq, lakini ni watu waliojaa aina mbalimbali za ushirikina. Mnategemea nini kwamba hawa watu ndio walete majidu hadhihi al-umma, utukufu wa Uislamu huu? Ayuha nnas, kamwe hautoweza kuja kupitia watu wale, isipokuwa watakaporejea fi kitabillah, wakarejea kwenye kitabu cha Allah, wakajiepusha na matusi yao na wakajiepusha na kuitani dini ya Kiislamu. Dini walionao mashia sio Uislamu. Ashiatu Ithna Asharia wa Shiatu Ismailia na wengineo, hawa Uislamu walionao sio dini yetu sisi. Hawa wana mila ya kimajusi ya kuabudu moto, wana mifumo walioikusudia kuja kuitawala hii umma, hii ardhi. Hakuna haja ya kuwashadikia watu hawa, kwa sababu hakuna nusra ndani yake. Enyi waja wa Allah subhanahu, lichukua hili swali, liingize kwenye akili yako. Muda wa kuwa Mola wako amekuwekea mipangilio ya kupata nusra, miongoni mwa mipangilio hiyo ni kuinusuru dini ya Allah subhanahu, na miongoni mwa kuinusuru dini ya Allah ni iqamatu salah, ni kusimamisha sala. Na Waislamu wote qatibatan sharqan wa gharba, Waislamu wote duniani tunakubali
alaihi wasallam alipelekwa Isra wal Mi'raj. Alipofika Isra wal Mi'raj alikabidhiwa swala tano. Aina tujadu 5 salawati inda Shia? Swala tano zinapatikana wapi kwa Mashia? Ulishawahi ukakaa ukaona dhuhuri imetolewa, imeingia dhuhuri, imeingia alasiri, imeingia magharibi, isha na fajr, ukaona jam'un ghafir, kundi kubwa la Mashia linakwenda msikitini? Ushawahi kuona wapi haya? Tulipoambiwa miongoni mwa njia za kupata nusra ni tahqiqul ubudiyyati lillah, ni jambo la kumhakikisha anayeabudiwa Allah subhanahu ni peke yake. Wapi ushaukuta huu msingi unafanywa kazi inda Shia? Bali wamefikia madaraja ya kusema maimamu 12 ashiatu 12 al-imamia wamefikia kusema aimmatuna, maimamu wetu 12 ya'lamuna al-ghaiba, wanajua mambo ya ghaibu ya siri. Unategemeaje watu hawa wataleta nusra ya kumshinda Marekani na Mrusi na Mchina na wengineo? Hakuna nusra ya Mola wako inaweza kupita kwenye watu wa sampuli hii. Hii ni siasa wanaorubuniwa nayo Waislamu duniani. Ni siasa ya watu wanahitaji ardhi kwenye hii dunia, wanahitaji kuendeleza pawa zao, wanahitaji kuendeleza propaganda zao. Sio ugomvi wa dini hata siku moja. Una simu wewe, fungua uangalie kwenye mitandao yako, nchi ya Irani lini ilisimamisha sheria za Allah? Wapi? Al-Iran, Jamhuriyatu al-Iran ilisimamisha hududullah.